Mtazamaji, kama unavyojua ni wakati mwingine tena tunaendelea kusogezea updates mbalimbali kuhusiana na matukio yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na zile voice ambazo zimevuja kwenye mitandao ya kijamii zikimhusisha aliyekuwa mke wa marehemu MC Pilipili, Cute Mena, na tukasema tuweze kuzungumza na msimamizi wa harusi ile. Kama unavyojua Richard Magenge alihusika sana katika kusimamia harusi ya MC Pilipili pamoja na Cute Mena, ambapo comment zimekuwa nyingi sana. Sikiliza anachoeleza Richard Magenge, mtumishi wa Mungu. Nini comment yako? Dondosha hapo chini. Unajua sijui niseme nini, lakini nimeona vyombo vingi vya habari vimekuwa vinanitafuta tangu hiyo sauti ya shemeji yangu Cute Mena imesikika. Na mimi siamini kama ni sauti ya Mena. Mimi naamini ni unajua sasa hivi usiamini sauti ya mtu yoyote kwenye teknolojia tulionayo. Hata jana nilisema waliponifuata hao vijana kutaka kujua kuhusu hilo. Kwanza mimi nampenda shemeji yangu Mena, lakini la pili ni kwamba Pilipili amelala. Na Mena ni binadamu, kama kweli ni sauti ya kwake, kama kweli nasema, sisemi kwamba ni sauti yake. Kama ni kweli, hata jana nilisema aliyevujisha hana akili. Mena ni binadamu kama walivyo binadamu wengine, anapaswa kuwa na maisha yake mengine yaendelee. Hakuna mtu anayemzuia kuendeleza maisha mengine. Lakini kiroho sasa, mimi kiroho sioni tatizo kwa Mena. Ninaona tatizo kwa kama ni sauti ya Mena kwa aliyevujisha. Lakini dunia ya leo sio ya kuamini sauti, brother. Dunia ya leo sio ya kuamini video. Dunia ya leo sio ya kuamini picha. Ulimwengu wa sayansi na teknolojia umekuwa sana. Kwa hiyo mimi nasema tu kwamba natamani ulimwengu umwache Mena. Natamani sana. Huyo binti anashambuliwa sana kwenye mitandao. Ana haki ya kuwa na maisha mengine kama mwanamke mwingine tu. Kwa hiyo mimi kama mzazi wake wa ndoa ninamuombea sana Mena. Ninamuombea Mungu amsaidie katika kipindi hiki kigumu sana kwake. Chochote akifanya, kiwe kizuri, kiwe kibaya, mitandao italaumu sana. Na mimi nilikuwa natamani at least wangempa break, afanye maisha yake mengine. Mimi kama mchungaji, kwa sababu tayari mume wake amelala, na may his soul rest in peace, mimi niko upande wa Mena kabisa. Ninamruhusu kabisa Mena aingie kwenye mahusiano yake mengine kama anatamani kuwa na mahusiano mengine, kwa sababu Biblia inasema kwamba kifo ndio kitakachowatenganisha kati ya mtu mume na mtu mke. Kwa hiyo tayari MC Pilipili, Emmanuel Matias amelala, maana yake tayari wameshatenganishwa katika ulimwengu wa mwili, hata katika ulimwengu wa roho pia. Kwa hiyo natamani Mena aendelee na maisha yake mengine. Bado ni binti mdogo, msichana mrembo mzuri, bado ni modo, anastahili kuwa na maisha mengine kama binadamu wengine. Kwa hiyo kwa kweli mimi kama niliyekuwa msimamizi wao wa ndoa, Mena kama anaingia kwenye mahusiano yake hata kesho anaruhusiwa aendelee na maisha mengine. Ni binadamu, anahitaji na yeye kuwa na maisha mengine. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi naweza kusemea. Na nimeona watu wengi wananipata sana. Jamani, mimi kitu ambacho na complain na laumu ni kwa huyu mwanamume mjinga ambaye amevujisha hizo audio. Yaani hicho ndio kitu ambacho mimi nalaumu. Kama ni kweli, narudia tena, kama ni kweli ni audio ya Mena, mwanaume aliyevujisha hana akili. Na niliwaambia hata jana wanaume wenzangu, huyu mwanaume tunatakiwa tumtenge na kwenye vikao vya wanaume asije, kwa sababu inawezekana huyu aliyevujisha hizo audio kama ni za Mena kweli, anaweza akawa mwanamke kuliko mwanamke alionao Cute Mena. Haiwezekani mwanaume mwenye akili timamu ukavujisha audio za mpenzi wako kama ni kweli. Lakini mimi naamini kwamba Mena ni mwanamke mstaarabu sana, na jamii inamjua Mena kwenye eneo moja tu la modeling. Wanamhukumu Mena kwenye eneo moja tu la beautiness alionayo na ile modeling ambayo Mena iko nayo. Wanaishi kama Mena ni mwanamke wa gharama sana, alikuwa anamtesa labda Pilipili. No thank you. Mena ni msichana wa kawaida. Tena mimi naweza nikasema kwamba katika maisha yote ya Pilipili na Mena, Pilipili ndio alikuwa wa gharama kuliko Mena. Pilipili alikuwa anavaa nguo mpya karibu tuseme kila wakati, lakini Mena nguo zake nyingi ni za modeling. Yule dada jamani ni modo, anafanya modeling, wala hata sio mwanamke wa kusema kwamba ni mwanamke wa mahela mengi kiasi hicho kwamba alikuwa anamtesa Pilipili. Na hapana, hicho kitu sio sawa.
Kwa hiyo mimi naamini kwamba kiroho Biblia haijafundisha mwanamke akifiwa aingie kwenye mahusiano baada ya muda gani. Cute Mena, mwanangu huyu na shemeji yangu huyu ana haki ya kuingia kwenye mahusiano anytime akitaka, na yeye ni binadamu kama walivyo binadamu wengine. Mimi tena nampongeza Mena, inawezekana ameanza mahusiano baada ya Pilipili kufariki. Kuna watu wanaanza mahusiano ndani ya ndoa zao. Yaani mtu ana ndoa na anaanza mahusiano mengine ndani ya ndoa. Hapana, sio sawa. Kwa hiyo niwaombe waandishi wa habari wa Tanzania na watu wengine wengi ambao wana attack Mena, wanamshutumu Mena, wanamlaumu Mena. Jamani, that woman, she's beautiful, she deserves the best. Anahitaji kuwa na maisha yake mengine. Tumpe break huyu binti, aendelee na kile kitu ambacho anakitaka. Na Watanzania tusimuandame sana. Lastly, niseme jambo la mwisho. Mimi nampongeza Mena, ni shujaa, ni mwanamke bora sana. Ana uwezo wa kuhimili makelele yote yanayoendelea kwenye mitandao haya. So Mena, shemeji yangu, aendelee kuwa na amani, aendelee kuwa na furaha. She has to cherish her own life in Jesus name. Amen. Mtumishi, tunashukuru sana, lakini pia asante sana. Hii tunashukuru sana kwa simu hii, lakini pia kwa maelezo haya. Lakini tu kwa kumalizia tu, labda neno moja kwa vijana kuhusiana na masuala ya kimahusiano, kwa sababu Prophet Richard Magenge umekuwa ukihubiri mambo mengi sana mema, na mimi naamini kundi kubwa la vijana linakusikiliza hapa kupitia Bongo 5 Network, na naamini neno lako linaweza likawa baraka siku hii ya Ijumaa. Tuambie mtumishi, neno moja tu kwa vijana ambao wako kwenye mahusiano. Nini kifanyike? Kitu ambacho mimi nataka niseme ni kitu kimoja. Brother, amini mimi ninachokuambia hapa. Vijana wote ambao wananisikiliza sasa hivi, 99.999 naacha doti moja tu kutimia 100% ya kitu kinachowaumiza vijana wengi ni skendo. Vijana wengi sana wamekuwa wanaishi kwa kutengeneza skendo. Angalia sasa skendo zinavyomuumiza binti yangu Mena. Na vijana wengi wamekuwa wanaishi kwa kutafuta skendo. Maisha ni lazima yawe private. Kila mmoja ajue kwamba utu wake ni bora kuliko kitu chochote kwenye maisha ya sasa. Kwa hiyo nawaasa vijana wenzangu wengi ambao wanasikiliza Bongo 5 sasa hivi, wajue kabisa kwamba privacy ni kitu kimoja bora kuliko mambo mengine yoyote. Ninawaombea vijana wenzangu, ninawaomba sana wajifunze kuishi kwa kuficha maisha yao ya ndani kuliko kuyaweka kwenye mitandao ya kijamii. Okay, mtumishi, nashukuru sana mtumishi. Asante sana.